Naomba niseme kwamba kwa maelekezo haya uliotupa tunakwenda kuyatekeleza. Tutawalea watoto wetu wa elimu ya awali na msingi na wale wa MEMKWA na wale wenye mahitaji maalum kwa kuzingatia kanuni, taratibu na sheria, lakini pia tutawalinda dhidi ya ukatili na pia tutawalinda kupitia shule salama. Kazi cha leo ni mwendelezo wa vikao kadhaa ambavyo vimefanyika chini ya afisa elimu wetu wa mkoa wetu wa Arusha, ambavyo walianza mwaka jana tarehe 30 na 30 tulikuwa na kikao na maafisa elimu kata wote mkoa wa Arusha, lakini pia na wakuu wa shule nao walikaa kikao pamoja na walimu wakuu wote wa mkoa, lakini baadaye aliwaagiza maafisa elimu wilaya kuhakikisha kwamba ujumbe huo ambao waliutoa unafika kwa walimu wetu wanaofundisha darasani. Kwa siku ya leo kikao hiki kilikuwa mahususi kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo kwamba mkoa wa Arusha matazamio yake ni kuona unarudi kwenye hadhi yake ya kawaida. Hoja zilizochukua nafasi ni nyingi, lakini hoja ya kwanza ilikuwa ni kuwalea wanafunzi wa awali mpaka darasa la 7, wanafunzi wenye mahitaji maalum, lakini pia wanafunzi wa tunasema nje ya mfumo rasmi au MEMKWA. Na tunawalea katika misingi kwa kufuata misingi ya taratibu, kanuni na sheria, kwa kuwalinda, lakini pia kwa kutumia shule salama na kwa kuzuia ukatili dhidi yao. Lakini pia tulikuwa tuna hoja nyingine ya kukuza maarifa na ustadi, ambapo ni lazima kila mwanafunzi aweze kukuza umahiri wake, na umahiri ule unakuzwa na mwalimu kwa kumfundisha mwanafunzi ili aweze. Kwa hiyo tulichokubaliana ni kwamba tunaenda sasa kusimamia maelekezo, kusimamia walimu waweze kufundisha, lakini miongoni mwa ambao tutasimamia miongoni mwa walimu ni kuhakikisha pia kwamba haki zao za msingi zinatekelezwa. Kwa mfano baraza madaraja, lakini pia ulipwaji wa likizo kwa wakati, lakini vile vile alitusisitiza sana kwamba tuweze kutumia lugha nzuri kwa walimu wetu, lugha rafiki, sio lugha ambayo ni ya kufoka. Au pia vile vile alituelekeza kuwa na ukaguzi wa afisa elimu kata, kuwa na ukaguzi wa kanda, kwamba tunajipanga na kuwa na zones mbalimbali ambazo zitashiriki kwenda kukagua mashuleni, kuangalia mambo yanavyofanyika, namna gani utekelezaji wa mitaala unafanyika. Lakini vile vile alituelekeza kuhakikisha kwamba wakuu wa shule nao wanakuwa na walimu wao vizuri, wanazungumza nao vizuri kwa lugha rafiki, lakini lugha ambayo ni ya kiuongozi, kuonyesha kwamba namna gani kazi itakavyofanyika. Lakini akaelekeza kwamba tusiwaonee walimu, lakini tuwasimamie ili waweze kufanya vizuri. Lakini pia kulikuwa kuna msisitizo wa upimaji, kufanya tathmini, na tathmini hii itafanywa kwa mwalimu mmoja mmoja kwa somo, sio kwamba kama ilivyokuwa zamani. Sasa hivi tunatathmini somo na hapo tunamtathmini mwalimu, na hii itasaidia sana katika kuinua taaluma ya halmashauri yetu, taaluma ya kata, taaluma ya shule kwa ujumla. Lakini tulikuwa na masuala zima la kijamii, ikiwa ni pamoja kwamba lazima kwanza walimu wapendane wao kwa wao, lazima kwanza walimu wajithamini wao kwa wao, ikiwa ni pamoja na kuchangia chakula shuleni, wapate chakula cha mchana, lakini pia ni kuchangia labda kusaidiana kwenye shida na raha, ambapo katika eneo hilo sisi Arusha DC tuko vizuri, ambapo mwalimu akipata shida huwa tunachanga walimu wote. Lakini tumekuwa na mjadala mrefu ya namna ya kukuza stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Tunataka tutokomeze kabisa KK, wanafunzi wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu, na tunakwenda kutekeleza mikakati tuliyoiweka leo, na tunaamini kwamba Arusha DC inakwenda kufanya vizuri. Na mimi kama mwenyekiti wa maafisa elimu kata, tumeshakaa na wenzangu, tumeweka mipango, tumeshapanga taratibu na ratiba za kuweza kufanya yale afisa elimu wetu wa mkoa aliotuagiza, lakini pia na viongozi wetu wa wilaya ambao wametuelekeza. Kwa hiyo tunaendelea kusimamia, tunaendelea kujipanga kupita kwa mashuleni, lakini pia tulikubaliana kuwa na mitihani ya mara kwa mara. Na hata sasa kwenye halmashauri ya Arusha kwa upande wa msingi tumeshaanza tayari. Kila siku tunatoa proficiency test. Tunakuwa na test ambayo inafanyika kila siku, maswali machache
kabla ya kuanza vipindi. Alafu baada ya hapo basi tutaendelea na mitihani yetu ya kawaida, lakini baadaye tutakuwa na mitihani ya shule, tutakuwa na mitihani ya kata, wilaya na mitihani wa mkoa. Tunaamini kwamba walimu wetu wakifundisha kwa tulivyokubaliana na mitihani ikafanyika vizuri, ikasimamiwa vizuri, basi tuna uhakika kwamba mpaka ifikapo mwisho wa mwaka huu wa masomo tunaamini kwamba watoto wetu watafaulu kwa 100% na hivyo kupelekea malengo ya mkoa kufikiwa.